Watu wa Mungu, Bwana ni mwema kila wakati. Bwana ni mwema. Haleluya, haleluya, haleluya watu wa Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Asanteni sana kwa jinsi ambavyo mnavyoendelea kuwa pamoja na sisi Mungu Tumaini katika swala zima na program zima ya usomaji wa Biblia. Na leo hii tumefanikiwa kufika katika kitabu hiki cha Kutoka sura ya 3. Tunaendelea kusonga taratibu hivi mpaka pale tutakapomaliza. Basi tufumbe macho tuombe. Asante Muumba wetu, Mungu ambaye ni wa namna ya pekee sana kwa kweli. Kila tukijaribu kufikiria tunashindwa, tukijaribu kukuchunguza tunashindwa. Ulianzaje, unakwendaje, mambo yako jinsi unavyoyafanya tumeshindwa. Kwa hivyo itoshe kusema kwamba wewe ni Mungu mkuu juu ya vitu vikuu. Wewe ni yote juu ya yote. Tunastahili kusujudu mbele zako na kukuabudu Mungu wetu. Asante sana kwa wakati huu. Viumbe sisi tulio wa dhambi, tusamehe makosa yetu. Alafu tupatie fursa ya kusoma neno lako tena, na tupatie fursa ya kuishi. Mpe nguvu ya kukutafakari, mpe nguvu ya kuwa karibu na wewe katika kila jambo analolifanya. Na kuomba umbariki sana kwa mara nyingine, na kuomba umbariki sana msikilizaji. Mbariki sana, muinue katika njia zake. Msogeze na wewe zaidi. Afahamu kwamba wewe ndiwe unayestahili kuabudiwa na kushukuriwa kila wakati. Afahamu kwamba wewe ndiwe unayestahili kupewa sifa kila wakati. Afahamu kwamba wewe ndiwe ambaye unayestahili kuletewa matatizo yake kila wakati, ili katika kuamini huko uweze kumfungua katika matatizo yake. Ni hivyo tu kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Msikilizaji, karibu sana katika sura hii ya 3 ya kitabu cha Kutoka. Sura hii ina mistari 22. Tutaanzia mstari wa 1 mpaka pale tutakapomaliza. Basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro mkwewe, kuhani wa Midian. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa. Akafika mpaka mlima wa Mungu, hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazamana, na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Naomba niurudie huu mstari kwa sababu umebeba umuhimu sana katika hii aya. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama, na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa. Vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo.
Musa akaficha uso wake kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri. Nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao. Maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana, nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanaani na Mhiti na Mwamori na Mperizi na Mhiti na Myebusi. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikia. Tena nimeyaona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri? Akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe, na dalili ya kuwa nimekutuma ndio hii: utakapokuwa umekwisha kuwatoa hao watu katika Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Musa akamwambia Mungu, tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao wakaniuliza jina lake ni nani, niwaambie nini? Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Tena Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli maneno haya: Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, amenituma kwenu. Hili ndilo jina langu hata milele, nalo ni kumbukumbu langu hata vizazi vyote. Enenda ukawakusanye wazee wa Israeli pamoja, ukawaambie, Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, amenitokea akaniambia, hakika nimewajilieni, tena nimeyaona mnayotendewa huko Misri. Nami nimesema nitawapandisha kutoka katika mateso ya Misri na kuwaingiza katika nchi ya Mkanaani na Mhiti na Mwamori na Mperizi na Mhivi na Myebusi, nchi ijayo maziwa na asali. Nao watakusikia sauti yako, nawe utakwenda wewe na wazee wa Israeli wa mfalme wa Misri na kumwambia, Bwana Mungu wa Waebrania amekutana nasi. Basi sasa twakuomba tupe ruhusa twende mwendo siku 3 jangwani, ili tumtolee dhabihu Bwana Mungu wetu. Nami najua ya kuwa huyo mfalme wa Misri hatawapa ruhusa mwende zenu, la hata kwa mkono wa nguvu. Nami nitaonyosha mkono wangu na kuipiga Misri kwa ajabu zangu zote nitakazofanya kati yake, kisha baadaye atawapa ruhusa mwende. Nami nitawapa watu hao kufadhiliwa mbele ya Wamisri, hata itakuwa hapo mtakapokwenda zenu, hata hamtakwenda kitupu.
Lakini kila mwanamke ataomba kwa jirani na kwa huyo akaye naye nyumbani, vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi, nanyi mtawavika wana wenu na binti zenu, nanyi mtawateka nyara wa Misri. Watu wa Mungu, na hapo ndio mwisho wa sura hii ya 3 ya kitabu cha Kutoka. Mungu awe pamoja nanyi, Mungu awe pamoja nasi mpaka pale tutakapokutana katika sura ya 4 ya kitabu cha Kutoka. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sisi sote sasa na hata milele. Amen.